Baada ya mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali kunyesha na kusababisha vifo vya watu 18 Machi 25 mwaka huu, idadi ya watu waliofariki kufuatia mvua hiyo imeongezeka na kufikia vifo 20. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutembelea na kukagua eneo la tukio, mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Haniu amesema watu 2 zaidi wamefariki dunia baada ya kuangukiwa na udongo, hivyo kufanya idadi ya vifo kufikia 20. Watu 2 wamepoteza maisha, hivyo kufanya idadi ya waliopoteza maisha kutokana na athari za mvua zinazoendelea kunyesha kufikia watu 20. Mkuu wa wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya Jafari Haniu amewataka wananchi wanaoishi maeneo hatarishi kuondoka mapema ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa wilaya ya Rungwe, naomba tuchukue tahadhari za kuhama maeneo yote hatarishi. Mvua zinaendelea kunyesha, hivyo tusingependa kuendelea kuwa na athari au madhara yanayotokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Niwaombe sana wananchi wa Rungwe katika maeneo yote, yule ambaye anajiona yuko katika eneo hatarishi, yupo chini ya gema. Kwa hiyo tunaomba wahame kwa muda angalau mpaka pale mvua zitakapokuwa zimekwisha, hapo tutaangalia nini kingine cha kufanya. Awali kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga alitangaza kuwa watu 18 walifariki dunia na wengine 5 kujeruhiwa katika kata za Lupeto, Mkunga, Ikuti na Kawetere baada ya mvua kubwa kubomoa nyumba 9 katika maeneo hayo. Mvua kubwa iliyoambatana na upepo ilinyesha na kusababisha vifo vya watu 18. Kati ya watu hao wazima walikuwa ni watu 4 na watoto walikuwa ni 14. Mvua hiyo iliambatana na upepo mkali iliyosababisha nyumba zaidi ya 9 zilizojengwa kwa tofali mbichi na kuezekwa kwa bati ziliweza kusombwa na maji na maporomoko ya maji pamoja na udongo uliokuwa ukipita maeneo hayo na kusababisha vifo hivyo ambavyo nimevitaja. Baadhi ya wananchi walioathirika wameeleza namna tukio hilo lilivyotokea, wakisema mvua ilianza ghafla na kusababisha uharibifu mkubwa wa makazi na mali. Kweli ilianza jioni, imenyesha mpaka asubuhi muda wa saa 12 tunaenda kuangalia tukio la huko ng'ambo. Tunafika hapo juu tunakuta nanili kimetitia. Ndio tukaanza kuita majirani. Kwa tunasikia tukishindwa, nilifikiri labda ni mvua tu inanyesha. Lakini pia kama kijiji tumehamasisha kutokana na hali ya mvua hizi zinazoendelea kunyesha kwamba wale ambao wanakaa kwenye mazingira ambayo sio salama tunahitaji waondoke, kuhama kwenye hayo mazingira ambayo sio rafiki. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe, STV.